kuunguza kila spiriti zozote zilizoko kwenye nyumba hii. Spiriti zozote zinazotuma usiku na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni kupitia vitanda, ni kupitia nafsi, ni kupitia roho, ni kupitia mwili, kupitia uchumi na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni kupitia hatima yangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni kupitia mawasiliano na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti zozote zinazotembea usiku na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti zozote zinazotembea usiku katika nyumba hii na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zimetumwa kwa kupitia wanyama, zimetumwa kwa kupitia wadudu, zimetumwa kwa kupitia miungu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zimetumwa kwenye hatima yangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti zozote zinazowekwa usiku huu zinawekwa kupitia uzao wangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Na zimwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za nyoka, ni spiriti za miungu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti zozote zinazotembea usiku huu kupitia kwenye chumba changu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni kwenye anga, paa, kuta, milango, madirisha. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza kila aina ya spiriti. Spiriti zozote zinazotembea kwenye vitanda au zinakaa kwenye vitanda au zimeweka madhabahu kwenye vitanda na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za baharini, ni spiriti za kwenye maji na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti za samaki mtu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti za uchawi, za miungu, za mizimu, ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti za matambiko zinazotuma usiku kutembea kwenye nyumba hii, zinazotuma usiku kuharibu vitu, zinazotuma usiku kuweka magonjwa, zinazotuma usiku kuweka hasara, zinazotuma usiku kuweka laana, ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti zozote ambazo zimekaa kwenye nyumba hii, ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza hapa duniani na mbinguni kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. 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 Mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza kila aina ya spiriti yoyote inayoleta utata katika nyumba hii. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza katika ulimwengu wa roho, iko kwenye madirisha, iko kwenye milango, iko kwenye chumba. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza spiriti zozote ambazo zimetumwa kuja usiku katika nyumba hii. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zinazobadilisha hatima yangu, zinazobadilisha hatima uzao wangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zinabadilisha hatima ya huduma na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti zozote zilizoweka makao kwenye maisha yangu, zinazoweka makao kwenye maisha yangu usiku na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za maneno zimetumwa ili ziweze kuandikwa na vipande na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kuanzia chanzo aliyotuma hizo spiriti na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila aina ya spiriti ambayo inatumika usiku kutembea kwenye chumba hichi na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti ya paka na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti ya mbwa na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti ya nyau ya mende na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za panya ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za chatu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za watu waliokufa na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti zozote za miskure zinazotembea kwenye nyumba hii na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila aina ya spiriti ambayo imetumwa ikawekwa na mwaga damu ya Yesu kuziunguza katika sekta zote. Ni kuanzia kwenye anga, paa, kuta, milango, madirisha. Kila aina ya spiriti imewekwa kwenye nyumba hii iweze kutembea kuanzia kwenye choo na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza kila aina ya spiriti iliyoko mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza kupitia uzao wangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza kupitia hatima yangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza kupitia njia zangu. Kila aina ya spiriti yoyote ya kustopisha hatima yangu isiweze kufanikiwa, ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Imeshika mahusiano yangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Imeshika huduma yangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Imeshika uzao wangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Imeshika kibali changu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Imeshika mawasiliano yangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila aina ya spiriti inayozuia vitu vyangu visitendeke, inaweka roho ya kukatalia, inaweka roho ya rejection, na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Inaweka roho ya diversion na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ina divert vitu. Kila aina ya spiriti iliyoko ina divert vitu usiku na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila aina ya spiriti ino divert vitu vyangu, vifunga vitu vyangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Imeweka makao na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila spiriti ya samaki mtu iliyokuwa imeweka madhabahu ndani ya nyumba hii na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila spiriti zote za kwenye bahari, kwenye maziwa, zozote za kiganga, za kichawi, za kipepo, za kijini, ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zinazotumwa usiku, namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza kwenye sekta zote. Ni spiriti za umauti na mwaga damu ya Yesu kuziunguza zilizotumwa kwenye nyumba hii. Ni spiriti za mikosi na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za rana na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za uchawi na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila aina ya spiriti ambayo imekuwa ikitumwa kuharibu maisha yangu, imekuwa ikitumwa kuharibu uzao wangu, imekuwa ikitumwa kuharibu uchumi wangu, ambayo imekaria uchumi wangu, imeweka makao kwenye uchumi wangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Kila aina ya spiriti ya kunyotesha njozi mbaya na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Inanyotesha njozi mbaya na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Inaua vitu vyangu na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiriti yoyote inayokaria vitu vyangu, ni kupitia wazazi, ni kupitia ndugu, ni kupitia jamaa, ni kupitia rafiki, ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila aina ya spiriti ya mdudu yoyote zimekuwa zikimwaga usiku, ni spiriti zozote
kwa kupitia popo zote namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zinazuia hatima yangu, zinazuia maisha yangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza kila spiriti hizo zote zilizokaa kwenye mwili wangu. Namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ninakunywa damu ya Yesu kuunguza kila spiriti zote. Ninanywesha uzao wangu damu ya Yesu kuunguza kila spiriti zozote zilizotumwa ni spiriti za kiganga, za kichawi, za miungu, za mizimu. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza kila aina ya spiriti yoyote anayekoza analeta spiriti za mapepo kwenye nyumba hii, namwaga damu ya Yesu kuunguza. Analeta spiriti za mapepo kwenye maisha yangu, namwaga damu ya Yesu kuunguza. Yoyote anayeweka spiriti za uenda wazimu, namwaga damu ya Yesu kuunguza. Chanzo chochote kinacholeta spirit, mlango wote unaofungulia spirit kuingia kwangu, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Unaofungulia spirit kuingia kwa uzao wangu, namwaga damu ya Yesu kuunguza. Unaofungulia spirit kuingia kwenye biashara zangu, namwaga damu ya Yesu kuunguza. Unaofungulia spirit kuingia kwenye mahusiano yangu na kublock, namwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila mlango wote ambao uko wazi, ambao unaingiza spiriti za kigango, unaingiza spiriti za kichawi, unaingiza spiriti za miungu, unaingiza spiriti za majini, na mwaga damu ya Yesu kuunguza kila mlango wote uliofunguliwa ili uweze kuniferisha. Unaingiza roho ya umauti ya kuua vitu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Unaunguza roho ya uharibifu kwangu na kwenye uzangu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Unaingiza roho ya kukatariwa, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Unaunguza roho ya magonjwa, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Unaunguza roho ya mashetani, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Namwaga 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 damu ya Yesu kuunguza. Mwaga damu ya Yesu kuunguza kila aina ya spiriti yoyote inayoleta magonjwa kwenye nyumba yako, inayoleta magonjwa kwa nao. Mwaga damu ya Yesu kuunguza hiyo spiriti iliyokaa juu ya mtoto wako. Mwaga damu ya Yesu. Unguza hiyo spiriti, sema na mwaga damu ya Yesu kuunguza hiyo spiriti inayoleta homa, inayoleta magonjwa. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza hiyo spiriti. Namwaga damu ya Yesu kuiunguza, iko juu ya ardhi. Namwaga damu ya Yesu kuiunguza, iko juu kwenye maji. Kwenye ardhi ya kwenye maji, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni ardhi ya nchi kavu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Hiyo spiriti inayoleta magonjwa, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Hiyo spiriti inayoleta magonjwa kwa watoto, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Hiyo spiriti inayoleta magonjwa kwa watoto, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Inaleta magonjwa, inaleta ujinga, inaleta rana, inaleta mikosi, inaleta miungu. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Iko juu ya ardhi, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Iko juu ya maji, na iko kwenye ardhi ya majini, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Iko kwenye ardhi ya nchi kavu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila spiriti yoyote ya watu waliokufa inaleta watu kuumwa, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga 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 damu ya Yesu kuunguza. Hii ndio damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza mbele yangu, nyuma yangu, kulia kwangu, kushoto kwangu. Spiriti zozote za kutembea usiku na kuleta matatizo, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Spiriti zozote zinazotumwa zinaleta matatizo kwenye nyumba, zinaleta mafarakano, zinaleta watu kukosa uchumi, zinaleta watu kukosa kazi, zinaleta watu kutoolewa, na mwaga damu ya Yesu na kuziunguza hizo spiriti zozote zilizoko kwenye milango. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza zilizoko kwenye choo, na mwaga damu ya Yesu kuziunguza zilizoko chooni, na mwaga damu ya Yesu kuziunguza zilizoko kwenye store, na mwaga damu ya Yesu kuziunguza zilizoko chumba cha kulala. Kila aina ya spiriti iliyoko kwenye kitanda, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni kitanda anachokitumia, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiriti ya mbwa, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiriti ya paka, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiriti za nyoka wote, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiriti ya uharibifu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiriti ya magonjwa, na mwaga damu ya Yesu. Spiriti yote iliyoko kwenye kitanda changu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiriti ya magonjwa, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiriti ya miungu ya kusomewa, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiriti ya mikosi ya mizimu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza hapa duniani na mbinguni kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Kila aina ya spiriti ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, iwe ni jioni, iwe ni usiku. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza mbele yangu, nyuma yangu, kulia kwangu, kushoto kwangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza kila aina ya spiriti iliyoweka makao ndani ya mwili wangu. Iliyoweka makao ndani ya mwili wangu ikaleta uharibifu kwenye maisha yangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza spiriti yoyote inayoleta umauti kwenye vitu vyangu. Ni mahusiano kufa, ni mwili kufa, yani kuna vitu vinakufa. Unaangalia biashara yako ulianzisha ikafa. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza hiyo spiriti. Imekaa kwenye mashariki, magharibi, kusini, kaskazini.
iko juu yangu, iko chini yangu, iko kwenye ardhi, nimeunganishwa na spiriti yoyote ambayo ya kuua vitu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza, iko ndani na nje. Ninakunywa damu ya Yesu na kuiunguza hiyo spiriti. Na wanywesha watu wangu damu ya Yesu na kuunguza hizo spiriti za umauti. Na wanywesha wanangu damu ya Yesu kuunguza hizo spiriti za umauti. Spiriti yoyote ya watu waliokufa, nimeunganishwa na watu waliokufa, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza spiriti ya umauti. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza spiriti ya uharibifu. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza spiriti ya mikosi. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza spiriti ya rana ya kutamkwa, rana ya kuandikwa, rana ya ukoo. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza kila aina ya spiriti yoyote iliyoko kwenye ukoo wangu ambayo inafunga maisha yangu. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza spiriti yoyote ambayo imeweka mamlaka juu ya ukoo wangu, ambayo inaharibu maisha yangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza, inaharibu maisha ya uzao wangu. Namwaga damu ya Yesu kuiunguza, inaharibu ficha yangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza hiyo spiriti yoyote iliyoweka makao ndani ya maisha yangu, imeweka makao kwenye ukoo, imeweka makao kwenye nyumba hii. Spiriti yoyote ambayo imeweka makao ya umauti, ninamwaga damu ya Yesu kuongoza. Ninamwaga damu ya Yesu kuongoza. Imeweka makao ya rana, namwaga damu ya Yesu kuongoza. Imeweka makao ya magonjwa, namwaga damu ya Yesu. Ni spirit ya mamlaka, ninamwaga damu ya Yesu kuongoza hiyo spirit. Iliyoweka makao ya miungu, ya mizimu, namwaga damu ya Yesu kuongoza. Ni spirit za baharini zimeweka makao ndani ya nyumba hii, ninamwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ninamwaga damu ya Yesu kuziongoza kwenye vitu vyangu, ninamwaga damu ya Yesu kuviunguza. Ni kwenye mahusiano, na mwaga damu ya spiriti za baharini zilizoshika mahusiano yangu. Unajikuta unafanya mapenzi kwa watu usiowajua usiku, au kuna watu unaowajua. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza hizo spiriti za baharini. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza hizo spiriti za baharini. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza hizo spiriti za baharini. Zimeniganda mimi, na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zimeganda uzao wangu, na mwaga damu ya Yesu kuziunguza hizo spiriti za baharini. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza zinazoshiriki tendo la ndoa na mimi. Na mwaga damu ya Yesu ambazo zimefunga ndoa na mimi. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza hilo agano nililolifanya kwa kujua au kwa kutojua. Ninamwaga damu ya Yesu kuliunguza hilo agano la kufunga ndoa na spiriti ambazo za baharini. Ni spiriti za spiritual husband na spiritual wife. Kila aina ya majini maaba roho, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekaa juu ya ardhi angani, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Yamekaa juu ya maji, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Yamekaa juu ya ardhi, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Yakafunga uchumi wangu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Yakafunga nisikutane na watu wa maana, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila aina ya majini maaba yaliyokuwa yamekaa kwenye njia zangu za uchumi, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza yaliyokuwa yanaleta hasara ya uchumi wangu, yaliyokuwa yanaleta hasara ya vitu vyangu. Hayo majini maaba yaliyokuwa yamekaa kwenye njia zangu za mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, ninamwaga damu ya Yesu ya Mathayo 26 mstari wa 28 kuyaunguza hayo yote majini maaba yaliyokuwa yamekaa kwenye njia zangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. 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 Yameshika uchumi wangu au majini maaba, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Katika ulimwengu wa roho na mwili, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Kila aina ya majini maaba, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yameshika fedha zangu, yameshika safari zangu, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Kila spiriti ya kwenye maji ambayo imeshika vitu vyangu, imeshika hatima yangu, imeshika uzao wangu, imeshika baraka zangu, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Imeweka makao juu yangu, imeweka makao kwenye mgongo, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila spiriti ya baharini, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila spiriti ya baharini, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza, ambayo imekuwa ikinitesa maisha yangu, imekuwa ikininyanyasa, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Imeleta mafarakano, imeleta chuki, imeleta miungu, imeleta matambiko. Kila spiriti yoyote ambayo imekaa, imeweka mamlaka, ikaweka kama makao kwenye nyumba hii, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ni spiriti ya majini maaba iko kwenye ardhi niliyopo, imeteka maisha yangu, imeteka uzao wangu, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Imeteka uchumi wangu, imeteka vyanzo vya uchumi wangu, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Imeshika huduma yangu, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Hiyo spiriti ya jini mahaba iliyokaa kwenye mikono yangu, ikaleta umauti, ikaleta kupoteza, ikaleta madeni, ikaleta
alileta watu kunikataa, nikaonekana ninanuka. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza hiyo spiti. Chanzo aliyoiweka na mwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ni mganga ameiweka na mwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ni pepo imetumwa kipepo na mwaga damu ya Yesu kuiunguza. Imetumwa kimajini kuanzia aliyeituma na mwaga damu ya Yesu kuiunguza. Naunguza hivyo vifaa vyote vilivyotumika kunitumia hilo jini mahaba. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Hilo jini mahaba lililokuwa limetumia vifaa vyote, ni vya kiganga, vya kichawi, vya kipepo, vya kijini, vya miungu. Ninamwaga damu ya Yesu kuviunguza. Ni vya damu, ni vya kafara, ni vya wema. Ninamwaga damu ya Yesu kuviunguza. Chanzo na mwanzo wa tatizo uliokuwa umefanyika kupitia nikatumia jini mahaba. Na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Aliyetuma ninamwagia damu ya Yesu kuunguza. Kila kifaa kilichotumika kutumia jini mahaba au kutuma kwenye uzao wangu jini mahaba, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza hivyo vifaa vyote, hivyo vifaa vya mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni matambiko yalifanyika ya wanyama, leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Narudisha zile siku, naingia mpaka baharini. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni chooni, niliunganishwa na majini mahaba ya chooni. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Niliunganishwa na majini mahaba ya makaburini. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Yameharibu vitu vyangu. Namwaga damu ya Yesu kuunguza. Niliwekewa majini mahaba ya vitanzi, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Niliwekewa majini mahaba ya vipapai vya hapa duniani na mbinguni, kwa hiyo sitofanikiwa. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza kila aina ya majini mahaba. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza kila aina ya majini mahaba yaliyokuwa yameweka makao kwenye tumbo langu, yaliyokuwa yameweka makao kwenye sehemu zangu za haja ndogo na haja kubwa, yaliyokuwa yameweka makao kwenye uzao wangu, yaliyokuwa yameweka makao kwenye uchumi wangu. Namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Na yamwaga damu ya Yesu kuunguza yaliyokuwa yameweka makao kwenye njia ya mashariki. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza yaliyokuwa yameweka makao kwenye njia ya magharibi. Namwaga damu ya Yesu kuunguza hayo majini mahaba yaliyokuwa yameweka makao kwenye njia ya magharibi. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza hayo majini mahaba yaliyokuwa yameweka makao kwenye njia ya mashariki. Ninamwaga damu ya Yesu yaliyokuwa yameweka makao kwenye njia ya kusini. Hayo majini mahaba namwaga damu ya Yesu kuunguza yaliyokuwa yameweka yaliyokuwa yamefunga njia zangu kupitia ukoo. Ninamwaga damu ya Yesu yalikuwa yamefunga njia zangu kupitia kabila. Hayo majini mahaba leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Hayo majini mahaba namwaga damu ya Yesu kuunguza. Nikupitia mwanangu namwaga damu ya Yesu kuunguza. Nikupitia mwanangu namwaga damu ya Yesu kuunguza. Nikupitia maisha yangu namwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila aina ya majini mahaba yaliyokuwa yameshika njia zangu, leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Yako kwenye mbingu ya kwanza namwaga damu ya Yesu kuunguza. Yako kwenye mbingu ya pili na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Yako kwenye mbingu ya tatu na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Yakafunga maisha yangu, yakafunga maombi yangu, yakasema maombi yangu hayatajibiwa. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Majini mahaba yoyote yaliyoweka makao kwenye masikio, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Namwaga damu ya Yesu kuunguza. Namwaga damu ya Yesu kwenye masikio yangu na uzao wangu kuunguza. Namwaga damu ya Yesu kwenye kinywa changu, ninakunywa. Damu ya Yesu ikaunguza hayo majini mahaba yaliyokuwa ndani ya mwili wangu. Damu ya Yesu ikaunguza hayo majini mahaba yaliyokuwa ndani ya uzao wangu. Na mwaga damu ya Yesu yakuunguza hayo majini mahaba yaliyokuwa ndani ya uzao wa mama yangu. Na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Na mwaga damu ya Yesu kuunguza hayo majini mahaba yamekaa kwenye nyumba hii. Na mwaga damu ya Yesu kuunguza hayo majini mahaba yamekaa kwenye nyumba hii. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza hayo majini mahaba yaliyokuwa yameweka njia, yakafunga, yakaweka njia zao. Kila njia zao walizokuwa wamezifunga, leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza hayo majini mahaba. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Namwaga damu ya Yesu mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Milango yote waliokuwa wameifungua ni ya uchumi, wameifungua kufanya kazi zao za kijinga, namwaga damu ya Yesu kuunguza hayo majini mahaba aliyoyaleta, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Yoyote aliyoyaleta au majini mahaba, na mwagia damu ya Yesu kuunguza. Chanzo na vyanzo na vyote vilivyotumika, ni vitu vyote vilivyotumika, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Walichukua nywele, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Walinikata damu, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni mavazi yangu yalitumika wakatuma au majini mahaba, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni uzao wangu, ni kupitia mahusiano niliyokuwa nayo, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Mtu yoyote ambaye majini mahaba aliyenitumia, iwe ni kupitia mahusiano, iwe ni kupitia ex,
Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Namwaga damu ya Yesu kuunguza. Aliniachia, akasema yatanitesa, akasema yatanihangaisha. Namwaga damu ya Yesu kuunguza. Iwe ni kupitia rafiki aliyatuma majini maba, akatumia maneno kuyatuma na mganga wake. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini maba. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yalitumia mtu aliandika vipande akayatuma, akasema atakaa na mimi maishani mwangu mote. Na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yaliyoleta umauti, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yaliyoleta uharibifu kwenye uzao wangu na mimi, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hayo majini mahaba yote ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yaliyokuwa yamekaa kwenye tumbo langu, kila siku narisha chakula usiku, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekuwa yakinirisha chakula, yamekuwa yakinikimbiza, ninamwaga damu ya Yesu. Naota ninakimbia, ninaota ninasoma, niko vijijini, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini maba. Kila kijiji chochote ninachokitembelea leo alichokuwa yananipitisha katika lango la ndoto, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yameweka sheria, yameishajenga madhabahu yao. Leo ninamwaga damu ya Yesu mpaka kwenye madhabahu yote ya majini mahaba, roho yakaungue. Kila majini mahaba leo ninamwaga damu ya Yesu. Ninaituma damu hii ya Yesu ikamwagike. Ninaituma damu hii ya Yesu ikamwagike kwenye hao madhabahu, yaweze kuungua, na kila chochote alichokuwa amenifunga nacho kiweze kuungua hapa duniani na mbinguni katika jina Yesu. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza hao majini mahaba. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza hao majini mahaba. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza hao majini maba. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini maba. Yako kwenye macho, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yako kwenye njia zangu, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yako kwenye uzao wa tumbo langu, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yako kwa mwanangu, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yako kwenye uzao wangu wa kwanza, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yako kwenye uzao wangu wa pili, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yako kwa mwenza wangu, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yako kwa mwenza wangu, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hayo majini maba yako kwenye ukoo wangu, na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Au majini maba yako kwa wazazi wangu ambao leo yanaleta matatizo kwangu, ninamwaga damu ya Yesu. Hiyo spiti ya majini mahaba, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Iko shuleni kwa mwanangu, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Iko kwa partnership, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ipo kwa watu wa zaka na watu wa sadaka, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Hayo majini mahaba yote ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. 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 Hayo majini mahaba yote yaliyoweka makao, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza katika ulimwengu wa roho na mwili. Ni kwenye vitanda, ni kwenye njia zangu katika ulimwengu wa roho na mwili. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini mahaba yote yaliyokuwa yameweka makao ndani na nje ya maisha yangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini mahaba yote. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini mahaba yote yaliyokuwa yameweka makao kwenye uchumi, yaliyokuwa yameweka makao kwenye mahusiano, yaliyokuwa yameweka makao kwenye uzao, yaliyokuwa yameweka makao kwenye kazi, yaliyokuwa yameweka makao kwenye uchumba, yaliyokuwa yameweka makao kwenye ndoa. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini mahaba yaliyokuwa yameweka makao, yani yaliyokuwa yameweka makao kwenye nafsi, kwenye roho, kwenye mwili. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini mahaba. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini mahaba yaliyokuwa yameweka makao kwenye nywele zangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza yaliyokuwa yameweka makao kwenye macho yangu, ni kwenye uzao wangu, kwenye macho ya uzao wangu. Namwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini mahaba yaliyokuwa yameweka makao kwenye miguu, yaliyokuwa yameweka makao kwenye tumbo, yaliyokuwa yameweka makao kwenye kichwa au majini mahaba kwenye mikono. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza kwenye section zote. Hayo majini mahaba ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hayo majini mahaba ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hayo majini mahaba ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekaa kwenye njia yangu yoyote, ni njia ya ndoto, ninaletewa ndoto za vitu vibaya. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hii ndio damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi. Damu ya Mathayo 26 mstari 28.
Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza hayo majini maaba yaliyokuwa yamekaa kwenye lango langu la ndoto. Yananiletea ndoto za umauti, yananiletea ndoto za kukimbizwa, yananiletea ndoto ambazo sio ufunuo wa Mungu. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Namwaga damu ya Yesu kwenye unguza. Nazungusha damu ya Yesu kwenye nyumba hii. Yamekaa kwenye nyumba hii, yameshika nyumba yangu, yameshika nyota yangu, yameshika uchumi wangu. Namwaga damu ya Yesu kuunguza. Malango yangu yote leo yakae wazi daima, na watu wa mataifa wakaniletea utajiri wakiongozwa na mfalme wao kwa Isaya 60 mstari wa 11. Malango yangu yote kwenye kila kitu yakawe wazi daima kwa Isaya 60 mstari wa 11, na watu wa mataifa wakaniletea utajiri wakiongozwa na mfalme wao kwa Isaya 60 mstari wa 11. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza hao majini maba yanayoleta kuchanganyikiwa kwa akili, yanayoleta kichwa changu kinakuwa heavy, na yanayoleta nakaa na tafakari najisikia kujiua, yanayoleta mtu najisikia hali ya kujiua. Ninamwaga damu ya Yesu na kuyaunguza. 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 Majini mahaba yote yamekaa mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Ni ardhi ya angani, ardhi ya nchi kavu na ardhi ya kwenye maji. Hayo majini mahaba yote namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hayo majini mahaba yote namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Iwe ni kwenye ardhi ya angani namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekaa ndani ya uchumi wangu namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekaa kwenye ndoa yangu namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekaa kwa mwenza wangu namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekaa kwenye uzao wangu wa kwanza namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekaa kwenye uzao wangu wa pili namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekaa kwa baba watoto namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hayo majini mahaba yamekaa kwa wazazi wangu namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hayo majini mahaba ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yamekaa kwenye ukoo, kwenye kabila, kwenye ardhi, namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza au majini mahaba. Ninamwaga damu ya Yesu yaliyoshika huduma, yaliyorudisha nyuma huduma. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yameweka mamlaka, yameweka makao, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yameweka makao, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hapa duniani na mbinguni kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Yameweka makao tumboni kwangu, namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yameweka makao sehemu zangu za haja ndogo na haja kubwa, namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yameweka makao kwenye maybe lipstick, namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yameweka makao kwenye manukato, ni kwenye mafuta, ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Kila aina ya spiti ya mapepo yoyote iliyoweka makao kwenye nyumba hii namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Iliyoweka makao kwenye maisha yangu namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Hayo majini mahaba yote yaliyoweka makao kwenye maisha yangu namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Ni majini mahaba ya rana, namwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yaliyoziba njia zangu ninamwaga damu ya Yesu. Kila spiti zozote za majini mahaba ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zimeteka mikono yangu namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zimeteka nafsi yangu namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zimeteka roho yangu namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zimeteka maisha yangu namwaga damu ya Yesu. Spiti zozote za majini mahaba ziliwekwa kwenye ukoo, ziliwekwa kwenye kabila, ziliwekwa kwa wazazi, ziliwekwa kwa ndugu, ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila aina spiti yoyote ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Hii ndio damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi. Spiti yoyote iliyoweka makao ndani ya mwili wangu ni spiti ya umauti, namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiti ya miungu namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiti ya uchawi namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiti ya mapoza namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiti ya rejection namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni rejection kupitia uchumi namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ikaweka rejection kupitia uchumi namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ikaweka rejection kupitia maisha namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ikaweka rejection kupitia ndoa namwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila aina ya spiti iliyoweka rejection, ni rejection kupitia ndoa namwaga damu ya Yesu kuiongoza. Ninamwaga damu ya Yesu kuiongoza. Ninamwaga damu ya Yesu kuiongoza. Namwaga damu ya Yesu kuiongoza kila aina ya spiti iliyoleta rejection. Ninamwaga damu ya Yesu kuiongoza. Nilizaliwa na roho ya umauti ya kuua vitu. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza hiyo roho. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiongoza hiyo roho. Nimezaa watoto wangu na roho ya umauti. Ninamwaga damu ya Yesu
kuiunguza kwao. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza kwao. Ni huduma imezaliwa na roho ya umauti. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Iwe ni kuanzia kwenye ardhi ya angani, iwe ni kuanzia kwenye ardhi ya nchi kavu, iwe ni kuanzia kwenye ardhi ya baharini, ardhi ya kwenye maji, ardhi ya nchi kavu na ardhi ya angani. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza hiyo spiriti zozote za umauti za kuua vitu. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za majini mahaba, na mwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiriti za majini mahaba, nimeunganishwa na spiriti za watu waliokufa. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Nimeunganishwa na spiriti za watu waliokufa. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Nimeunganishwa na spiriti ya samaki mtu. Leo ninaonekana kama mimi samaki mtu. Na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila mtu yoyote aliyeshika fedha zangu au ameweka spiriti kwenye fedha zangu, sehemu yoyote amekataria, na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila spiriti yoyote iliyoko juu ya fedha zangu, ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza hizo. Na mwaga damu ya Yesu kuziunguza hizo spiriti. Ni spiriti za umauti, ni spiriti za madeni, ni spiriti za miungu, ni spiriti za rana, ni spiriti za kutaka kujiua. Ninamwaga damu ya Yesu na kuziunguza. Zote spiriti zilizokuwa zimefunga uchumi wangu, ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Malango yangu yote yakae wazi daima, na watu wa mataifa wakaniletea utajiri, wakiongozwa na wafalme wao. Ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Kila aina ya spiriti inayoweka maisha yangu kuwa mabaya, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ni spiriti ya kiganga, ni spiriti ya kichawi, ni spiriti ya miungu, ni spiriti ya mizimu. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Iliyoshika ndoa yangu, na leo namwaga damu ya Yesu. Hiyo spiriti ya umauti imeshika ndoa yangu, ikaweka rejection kwenye ndoa yangu. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ikamshika mwenza wangu, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ikamshika mwenza wangu hatuelewani, mwenza wangu tunapigana, mwenza wangu tunatukanana, mwenza wangu tumebrokiana, mwenza wangu hatuongereshani. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza hiyo spiriti. Imeweka makao ya mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Imechora roho ya nyoka. Kila nyoka yoyote, spiriti ya nyoka iliyokuwa imetumwa kupitia maisha yangu, imetumwa kuoperate na maisha yangu, iko juu ya ardhi, iko juu ya ardhi ya angani, ardhi ya nchi kavu, ardhi ya kwenye maji, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Iwe ni kupitia familia niliyotoka kwa wazazi wangu, kuna spiriti ya nyoka imewekwa kule ili vitu vyangu visiweze kufunguka. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ni kuanzia uzao wangu, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Hatima yangu na hatima ya mwanangu, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila spiriti iliyoweka makao kwenye hatima yangu na mwanangu, leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Hiyo spiriti iliyoweka makao ya kutokuongezeka, hiyo spiriti iliyoweka makao ya kukatariwa, hiyo spiriti iliyoweka makao ya uharibifu, leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Iliyokuwa imeziba maisha yangu, imeziba furaha yangu, leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ikaziba historia yangu. Jina langu halitajwi tena. Jina langu lilitakiwa kwenye nchi fulani, jina langu lilitakiwa kwenye mkoa fulani. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Kila aina ya spiriti yoyote, hiyo sio spiriti yoyote ambayo sio ya Mungu, imekaa kwenye vitu vyangu, wananiita kuanzia huko kwenye makaburi. Hiyo spiriti iliyounganishwa na watu waliokufa, leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Namwaga damu ya Yesu kuunguza. Nimeunganishwa na watu waliokufa, uzao wangu umeunganishwa na watu waliokufa. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Uzao wangu umeunganishwa na watu waliokufa. Una asubuhi unaamka unajisikia kuchanganyikiwa, unajisikia
unajisikia kama mwenda wazimu, unajisikia kama umeuka, leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza hiyo spiti ya kujifanya hiyo spiti ya kunichanganya kichwa, hiyo spiti ya kunifanya mwenda wazimu, hiyo spiti ya kunifanya mimi naamka nimechoka. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Iliwekwa mchana na mwaga damu ya Yesu kuiunguza, iliwekwa asubuhi na mwaga damu ya Yesu kuiunguza, iliwekwa jioni na mwaga damu ya Yesu kuiunguza, iliwekwa usiku na mwaga damu ya Yesu kuiunguza, iliwekwa kwenye uzangu na mwaga damu ya Yesu kuiunguza. Kila spiti yoyote ya kuchanganyikiwa, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Ni spiti ya majini mahaba, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Imeleta vitu vasi, ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Imeziba njia zangu za huduma, inanipa limitation ya maombi, inanipa limitation ya maombi, inakataa nisifanye maombi haya. Leo namwaga damu ya Yesu kuiunguza, kuanzia kwenye mbingu ya kwanza, kuanzia kwenye mbingu ya pili, kuanzia kwenye mbingu ya tatu. Leo maombi yangu yatamfikia Baba yangu aliye mbinguni. Ile spiti inayofunga maombi yangu yasifike, leo namwaga damu ya Yesu kuiunguza, namwaga damu ya Yesu kuiunguza. Spiti zozote zilizotumwa kwenye nyumba hii, zimekuwa zikitembea usiku na kufunga vitu, leo ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza. Zimetembea kwenye nyumba ya nyumbani kwetu, zimetembea kwenye nyumba za wazazi wangu, leo ninamwaga damu ya Yesu kuziunguza. Zinatembea kwenye nyumba za ndugu zangu, zikifunga vitu vyetu, zikifunga urisi wetu, zikifunga mali zetu, zikifunga ndoa zetu, zikiweka umauti. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Kama kuna matambiko yalifanyika, kuna spiti ya matambiko, leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni matambiko ya njiwa, ni matambiko ya mbuzi, ni matambiko ya ndama, ni matambiko ya nyoka, ni matambiko ya pesa, ni matambiko ya nguo za ndani. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila aina ya matambiko leo na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila aina ya matambiko na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila aina ya matambiko na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila aina ya miungu na mwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila aina ya matambiko yaliyokaa juu yetu, yakafunga maisha, wakatutambikia, wakasema kwenye nyumba hii hamna mtu atayeolewa. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Hayo matambiko yaliyokuwa yamewekwa juu ya nyumba hii, leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Wakasema watu hawatafanikiwa kwenye nyumba hii, wakasema watu hawatafanikiwa kwenye nyumba hii, leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Kila aina ya spiti iliyokuwa imeshika fedha zangu, naita fedha zangu mashariki magharibi, zitoke kwa waganga ziweze kuja kwangu. Leo ninaunguza hizo spiti zilizokuwa zimeshika fedha zangu, zilizokuwa zimeshika mali zangu, zilizokuwa zimeshika baraka zangu, zilizokuwa zimeshika kibali changu, zilizokuwa zimeshika ndoto yangu, zilizokuwa zimeshika maisha yangu. Leo namwaga damu ya Yesu kuziunguza. 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 Zimeshika maisha yangu, zimeshika hatua zangu, zimeshika uzao wangu. Spiti zozote zilizokuwa zimeshika uzao wangu, zimemshika mwanangu, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiti za ex wa mme wangu, ni spiti za ex wa mme wangu, namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Ni spiti za ex wa baba, namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Alikuwepo mwanamke mmoja akatamka akasema, ukoo huu hautafanikiwa kwa sababu aliumizwa katika mapenzi, kwa sababu aliumizwa katika nini. Leo namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Spiti zote za maneno, neno hilo halitakuwa wala halitadumu, neno hilo halitakuwa wala halitadumu. Kwa Isaya 7 mstari wa 7, Bwana Mungu akasema neno hili halitakuwa wala halitadumu. Kama kuna spiti yoyote ya maneno ambayo imebadilishwa
Rafiki zangu wameweza kunibadilishia maisha, wakanipa maisha yao, wakaninyang'anya maisha yangu. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza spiti za rafiki zangu, spiti za utumwa, spiti za miungu, spiti za uganga, spiti za uchawi. Namwaga damu ya Yesu kuziunguza, zilizokuwa zimebadilishwa kupitia marafiki zangu. Ni majirani walibadilisha, wakaniwekea spiti ya kuzomea, wakaniwekea spiti za kufedheshwa. Leo namwaga damu ya Yesu kuziunguza. Leo namwaga damu ya Yesu kuziunguza kila aina ya spiti nilizokuwa nimebadilishiwa, nikawekiwa. Nilikuwa na karama yangu ikapotea. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Sijui ni mzazi wa fulani alifanya ili kunifungia hatima yangu. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni kuna watu walichukua hatima ya mwanangu, wakachukua hatima ya mwanangu. Ni shule labda anaosoma, akaja mwanafunzi akabadilisha, akamshika kichwa, akamshika tumbo, akasema leo nabadilisha hatima ya huyu mtoto. Atampa roho ya usumbufu, atampa roho ya kutoelewa. Na mwaga damu ya Yesu kuunguza ilo agano aliyoliweka kuanzia kwa wazazi, walioliweka ni wazazi wake, walioliweka ni mganga, limefanyika kwenye ardhi. Ninamwaga damu ya Yesu kuliunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuliunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuliunguza katika pande ya mashariki, katika pande ya magharibi, katika pande ya kusini. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuvunja spiti yoyote bado ina makao kwangu. Spiti yoyote bado ina makao kwangu, bado inaweka makao ya umauti, inaweka makao ya umauti. Leo ninamwaga damu ya Yesu. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Nyie naongea leo na spiti zinazotembea usiku. Mmekuwa umetumwa mlete umaskini kwenye nyumba yangu, mmekuwa umetumwa mlete ugomvi kwenye ndoa yangu. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Mmekuwa mmetumwa mweke mateka, mweke vitu viweze kupotea, mweke madeni, kila spiti ya madeni leo nakuunguza kwa damu ya Yesu. 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 Yoyote aliyechukua karama yangu akaibadilisha, akabadilisha kibali changu, akaweka vitu visivyoeleweka, leo najisikia kuchanganyikiwa. Leo najisikia kunywa pombe. Leo najisikia kuzini na wanawake wa ajabu. Leo najisikia kuzini na wanaume wa ajabu. Namwaga damu ya Yesu. Ninamwaga damu ya Yesu. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza hiyo spiti iliyokuwa imeingia, imetumwa kwa kupitia. Namwaga damu ya Yesu. Namwaga damu ya Yesu. Leo ninakiri kwa kupitia Marko 5 mstari wa 1 mpaka wa 12. Nakiri kwa kupitia Marko 5, kama Yesu alivyowatoa wale pepo wote, akawatuma akawapeleka kwa nguruwe. Leo hao pepo wote mimi wanaungua, ni pepo milioni 1. Leo wanaungua kwenye himaya yangu, wanaungua kwa damu hii ya Yesu ya Mathayo 26 mstari wa 28. Hii ndio damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi katika jina Yesu. Spiti yoyote iliyokuwa inatembea kwenye mwili wangu ni spiti ya nyoka. Na mwaga damu ya Yesu kuiunguza. Na mwaga damu ya Yesu kuiunguza. Imetembea kwenye uzao wangu, inatembea kwenye maisha yangu, inaleta rana, inaleta mapigano, inaleta nuksi, inaleta kukatariwa. Kuna giza tunaliona. Leo na mwaga damu ya Yesu kuiunguza. Njia zangu zitakuwa nuru. Mungu akasema iwe nuru na ikawa. Mungu akasema iwe nuru na ikawa. Na leo itakuwa nuru kwangu. Na leo itakuwa nuru kwangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza kila aina ya spiti iliyokuwa imeweka makao ndani yangu, iliyokuwa imeweka makao ndani yangu, iliyokuwa imeweka makao kwenye uzao, iliyokuwa imeweka makao kwenye uchumba, iliyokuwa imeweka makao kwa mwenzangu. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Namwaga damu ya Yesu. Ni spiti ya nchi imekuwa ikilishima ikiwa imenitesa maisha yangu. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiti ya ulimwengu imetumwa na watu baki ili uweze kuteseka, ili uweze kupeleka maisha yangu vibaya. Leo namwaga damu ya Yesu kuunguza. Spiti yoyote ya nyoka, ni wadudu tunaishi nao, ni mende wako ndani kwako, ni chui wako ndani kwako, wote tunamwaga damu ya Yesu kuunguza. Tunamwaga damu ya Yesu kuunguza. Tuungane kwa pamoja, sema mnamwaga damu ya Yesu kuunguza. Mvua ya damu ya Yesu inyeshe kuunguza kila aina ya spiti iliyokuwa imeweka makao, kila aina ya spiti iliyokuwa imeweka makao hapa duniani na mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. May God bless you.
Mungu abariki sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ninasema asante kwa sala ya Mathayo 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Ninasema asante Mwenyezi Mungu kwa maombi haya. Niseme tu kweli, kama unanifuatilia kwenye maombi ya spirit, chochote katika maisha ya watu wote sasa hivi wanachoteseka hawajui. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. God review us, akasema maono haya nayatoa waombe watu kupitia spirit. Watu wengi watafunguliwa kupitia spirit. Kuna mwingine amewekewa spirit ya kuua vitu. No matter what, anaangalia kila kitu chake kinakufa. Ni uchumi unakufa, mahusiano yaeleweki, wazazi huko, kila kitu kinakufa. Kwa hiyo mwaga damu ya Yesu, sema kila spirit yoyote iliyoweka makao ndani ya mwili wako iweze kuungua. Imeweka makao kwenye kitanda. Kuna watu mnalala sasa hivi, mnalala makaburini. Vile vitanda mnavyoraria vimebadilishwa kuwa bahari. Unalala unajiona unafanya mapenzi, unalala unaona huko unaongea na watu ambao usioelewa. Ni spirit zimebadilishwa. Mwaga damu ya Yesu kwenye kitanda chako. Sema ninamwaga damu ya Yesu, unguza kila spirit yoyote ya baharini iliyokuwa imeweka makao kwenye kitanda changu. Ninamwaga damu ya Yesu kuiongoza. Spirit yoyote iliyokuwa imetumwa kama mdudu, na mwaga damu ya Yesu kuiongoza. Kuna watu wameona paka, kuna watu wameona paka za miguu mitatu, kuna watu wameanza kushuhudia kwenye maombi haya ya spirit. Kuna watu wameona wamesema ninatoka kwenye mtu samaki. Kwa hiyo do this prayer kwa imani sana, Mungu akuweze kukubariki sana. Kuna watu leo unaona maisha yako, kuna vitu vinatembea, movement object kwenye mwili wako. Unajua what? Kuna spirit umewekewa ambayo inafunga maisha yako. Mwaga damu ya Yesu kuiunguza hiyo spirit. Inoreta movement object. Ni ya vipapai, ni ya vitanzi. Ninamwaga damu ya Yesu kuiunguza kwangu na kwenye uzangu. Kila aina ya spirit inayozuia. Kuna watu mnataka kufunga ndoa, lakini mchumba leo ndo kakuacha. Sasa sikiliza, mwaga damu ya Yesu na kuunguza hiyo spirit iliyokuwa imewekwa kwa uchuma. Haujui, no matter what. Imewekwa kwa kupitia rafiki, imewekwa kupitia mama wa rafiki, imewekwa kwa kupitia watu mitaani, imewekwa kwa kupitia shangazi, imewekwa kwa kupitia ukoo. Mwaga damu ya Yesu na uiunguze hiyo spirit. Sema na iunguze hiyo spirit iliyokuwa imekaa kwa mahusiano yangu. Inafunga mahusiano yangu mimi nisipatane na mtu wangu. Inaweka rejection, inaweka rana, inaweka matatizo, inaweka miungu, inaweka umauti. Ninamwaga damu ya Yesu kuvunja spirit yoyote iliyokuwa imekaa kwenye uchumi wako. Kuna watu walikuwa wanatakiwa kukutumia pesa, nao umepata roho ya disappointment. Unajua ni wapi? Kwa sababu kuna spirit wameweka ya disappointment. Ukiangalia unasema huna kitu chochote. Sema leo namwaga damu ya Yesu kuunguza hiyo spirit. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza hiyo spirit iliyokuwa imewekwa. Inaweza kuwa imewekwa kichawi, inaweza kuwa imewekwa kikafara, inaweza kuwa imewekwa kwa kupitia mdudu. Mwaga damu ya Yesu kuunguza kwa utambuzi wako, kwa kujua au kwa kutojua. Ile spirit yoyote iliyokuwa imeweka makao na bado inanisemesha kwenye maisha yangu, na bado inanishtaki kwenye maisha yangu, na bado inaleta kesi kwenye maisha yangu, na bado inaleta migogoro kwenye maisha yangu, leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Imepitia ukoo, imepitia kabila, imepitia ardhi. Tunaishi katika makabila, tunaishi katika dhambi za wengine. Kuna dhambi unaangalia kabisa, dhambi ya babu leo unaweza ukaishi na mtu. Holy Spirit alionyesha before, wakati tunaomba maombi ya spirit, alisema unakuta baba aliachana na mtu aliyekuwa anatakiwa kumuoa. Yule mtu aliyetakiwa kumuoa akamtamkia babako, akasema uzao wako utateseka sana. Lakini baba alivyoambiwa lile neno hakulileta katika familia. Hakulileta katika familia. Baba alinyamaza nao. Leo wewe ndio yule mtoto unayeteseka sana. Sasa sema, naunguza spirit yoyote ya nje iliyotoka kwa ex wa baba, iliyotoka kwa ex wa mama, iliyotoka kwa ex wangu, iliyotoka kwa ex wa mke. Naunguza. Kama imetoka kwa ex wa mume, naunguza hiyo spirit yoyote iliyotoka kwa ex, naiunguza kwa damu ya Yesu. Yale maneno yaliyotamkwa, yametamkwa kwa kupitia uganga, yametamkwa kwa kupitia miungu, yametamkwa kwa kupitia uchawi, naunguza kwa damu ya Yesu. Ninaunguza kwa damu ya Yesu. Hawa ex mnaoacha, ungekuwa unauriza maneno wanayotamka, ni maneno ambayo wanatamka nusu kifo. Kwa hiyo unguza yale maneno. Sema leo namwaga damu ya Yesu kuunguza yale maneno ya pasi yaliyotamkwa na mtu yoyote. Amenitamkia pasi yangu kwa mbaya. Yaani alitamka pasi yangu nimeiona mbaya. Sasa nakuja 2 days. Unaona?
Leo siku yako ukiangalia haoni maisha yanayoendelea. Mwaga damu ya Yesu kuunguza hayo maneno. Yamepitia mpaka kwenye uzao wako. Umezaa watoto unaona uwaelewe. Na mwaga damu ya Yesu kuyaunguza hayo maneno. Yaliyokaa ndani ya uzao wangu, ambayo yametafuna uzao wangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yako mbele ya safari yangu, yako mbele ya uchumi wangu, yako mbele ya furaha yangu, yako mbele ya kibali yangu, yako mbele ya ndoto yangu, yako mbele ya heshima yangu. Ninamwaga damu ya Yesu kuyaunguza. Yanafanya watu wasisaidie. Kumbuka ulikuwa na destiny helper. Kuna mlango Mungu alifungua, lakini ule mlango umefungwa. Leo unajikuta ni mtu ambaye usioelewa. Unajikuta unapenda pombe, una kiburi, una kislani. Sema leo namwaga damu ya Yesu. Kila spirit ambayo inamzidi Mungu kuu, ninamwaga damu ya Yesu kuongoza. Imeweka makao zaidi ya Mungu kwa sababu mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwaga damu ya Yesu kuiongoza hiyo spirit. Utalala leo, katika siku ya leo kuna kitu kitakuwa kimeondoka. Haya maombi sio ya kawaida na kufanyia. This maombi Holy Spirit ndo anaelekeza. Kwa hiyo fanya kwa imani haya maombi. Najua mimi ndio muda wangu wa kuondoka, lakini wewe muda wako ulioko, fanya maombi yako kwa imani. Lala, shika kitanda chako, mwaga damu ya Yesu. Sema spiti zozote nilizokuwa na lala nazo, ziwe ni spiti za nyoka na mwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ziwe ni spiti za chura na mwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ziwe ni spiti za vitanzi na mwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ziwe ni spiti za miungu na mwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ziwe ni spiti za uchawi na mwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ziwe ni spiti za madeni na mwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ziwe ni spiti za watu waliokufa nilizokuwa na lala nazo na mwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ziwe ni spiti za magonjwa sugu na mwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ziwe ni spiti za umbea na mwaga damu ya Yesu kuziongoza. Ziwe ni spiti za kiburi. Ninamwaga damu ya Yesu kuziongoza. Abe? Bwana siwe. Namwaga damu ya Yesu samani kwanza, naomba nimalize. Namwaga damu ya Yesu kuzunguza. Kila spiti yoyote niliyokuwa ninarara nayo ndani, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ninamwaga damu ya Yesu kuunguza kwenye nyumba hii. Ni spiti ya mdudu yoyote, ninamwaga damu ya Yesu kuunguza. Ni spiti ya panya. Unaona panya wale wanaopita movement, unafikiri ni panya. They are not rats by the way. Hao hizo ni spiti wametumwa kukuangamiza. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza kwenye chumba changu nacholala. Leo ninamwaga damu ya Yesu kuunguza kwenye chumba changu nacho. Unaona wale mende unaowaona wanapita kwenye nyumba yako, wale sio mende, zile ni spiti. Na mwaga damu ya Yesu kuzunguza. Unaziona hizo sisimizi zilizoweka njia, na mwaga damu ya Yesu kuzunguza. Mwaga damu ya Yesu kuzunguza. Utaona kuna kibali kikubwa sana kinatokea leo. Haya maombi hayajaja tu hivi hivi. Haya maombi yamekuja from the realm of spirit, na wewe yafanye kwa upendo na uweze kubarikiwa. Amen. Rija, shalom, karibu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, karibu. Amen. Umeniita na mimi nimeitika, karibu. Nilikuwa nataka aniambie nipate kazi, kwa maana najua mimi niko kazi, lakini yes, kujiongea vizuri, hujaweka maelezo yako vizuri. Naomba unieleze vizuri, afu God is going to do. God is going to do something. Watu wengine endeleeni kumwambia Mwenyezi Mungu asante. Kwa wale wanifuatilia kwa haya maombi, kuna nguvu imeingia jua kwako. Umesikia? Umesikia watu wa Mungu? Kwa wewe ulionifuatilia haya maombi, naomba nimsikilize Elijah, then kuna mambo mengine tutaendelea. Okay? Karibu Elijah. nilikuwa nikwambia niko kazi mimi, lakini alikipata pesa naenda sijui naenda wapi. Amen. That speech. Unaona hizi speech tunazozikaa hizi. Hizi speech hizi. Yes. Sasa wewe leo sema ninakunywa damu ya Yesu. Kuunguza kila speech ya umauti iliyoko ndani yangu. Ninakunywa damu ya Yesu ya Mathayo 26:28. Hii ndio damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Leo damu hii kamwagike kwa ajili yangu. Ikaunguze kila umauti uliokuwa unaua vitu vyangu. Nimezaliwa nao kupitia tumbo la mamangu, ni kupitia ukoo na ukoo, yani ni ukoo na ukoo wa babu, nimeurithi. Leo ninakunywa damu ikaunguza hiyo spiti iliyokuwa inafunga njia zangu, iliyokuwa inanielekeza kwenye mambo mabaya, iliyokuwa inafanya nisipate breakthrough ya kila kitu. Leo ninakunywa damu hii ya Yesu ikaunguze kila kitu, iwe kwenye mikono na kunywa damu ya Yesu. Ile leo uharibifu unachokiona, anza kufanya reflection. Angalia vitu ambavyo unavyotaka, unaviandika. Ni nini ambacho unakiona kwenye ukoo wako? Gundua ukoo wako. Amka kesho, anza kuangalia
hii spirit anao nani, hii spirit anao nani, afu mwaga damu ya Yesu kuiongoza. Utaangalia miujiza itakuja kwako, au utasema sana. Watu niliowafanyia juzi wameanza kutoa ushuhuda, watu wameanza kuona nyoka, watu wameanza kuona nini kwa kupitia damu ya Yesu. Unasikia? Watu wameanza kuona wanaitwa. Yes, even me yani kwanza nimepata marafiki zangu ambapo nilikuwa hata sielewi. Yani marafiki zangu nilipoteza nao miaka 6. Leo ananiambia I'm surprised. Tumekuja Tanzania na shanga. Leo alipotokea sehemu alipotokea ni mbali. Wanasema tumekuja kutembelea. Haikuwa rahisi kwa sababu tu nimeanza tu maombi ya spirit. Niligeuza, nilisema kila mtu aliyenigeuzia spirit yake ninamwaga damu ya Yesu kuiongoza. Kuna spirit mnazotembea nazo. Umesikia, kuna spirit tunazotembea nazo. Wewe unaweza ukajikuta wewe leo unatembea hapa. Unatembea na spirit ya rafiki yako. Afu yeye anatembea na spirit yake. Kafunga ndoa na spirit yako. Afu yeye kafunga ndoa na nini? Spirit yako. Afu wewe hujafunga ndoa. Wewe una struggle kakubadilishia spirit. Kwa hiyo unguza kila rafiki aliyeiba spirit yangu ambayo Mungu alinipa, alinihani ya mercy, ya grace, ya ulinzi. Leo yani ambao rafiki yangu anatembelea spirit hiyo, leo namwaga damu ya Yesu kuongoza. Unasikia? Namwaga damu ya Yesu. Yani kuna spirit ambao unatembelea ambao sio yako. Unaweza ukashangaa mjomba alikupa spirit yake ndio unatembea nao. Umesikia? Au likanyaga sehemu moja, ulienda kwa yani ulienda maybe kuna mwingine alienda kwa mganga akatoka zile spirit zote ndio anatembea nazo. Umeona? Kila kitu chake kikaribika. Kila kitu chake. So unguza zile spirit zozote ambazo sio za kwako, ambazo Mungu hakuweza. Kwa maana spirit inayotakiwa kukaa kwa kania Roho Mtakatifu. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa nini spirit nyingine zinakaa? Unajisikia kuchanganyikiwa, unasikia kuchoka. Today I'm not prophesying anything. Today I say watu munguze spirit. Kama nikitaka kuprofesy sijaona Holy Spirit ajisema, amesema watu ngozeni spirit. Tatizo tuna spirit nyingi sana. Unasikia? Ukisoma Marko 5 utaelewa ninasema nini. Wakati Yesu anazitoa zile pepo kwa wale. Kama Yesu alitoa zile pepo 1000. Wewe anasema jeshi, tuko wangapi? Jeshi. Akawatupa kwa nguruwe. Wewe leo wako wangapi waliofunga maisha yako mondani? Unasikia? Kwa hiyo fanya maombi haya. Mimi najua kwa siku 7 kuna kitu utakuwa umekiona kizuri. Ndani ya siku 7 utakuwa umekiona. Mungu akubariki sana. Sababu ni muda wangu wa kutoka, siwezi kusema sana. Unasikia? Amen. Nisikia. Amen. Wewe afanye kama hivi, Mungu akubariki. Mimi najua kuna njia Mungu amefungua. Unasikia? Mimi nakutamkia ukabarikiwe kwa jina la Yesu. Kitu ambacho utakachotembea nao. Unajua katika maisha yangu waga napenda watu wanaotumia majina ya Mungu. Yaani uitwe David, uitwe Elijah, kwa sababu kuna kila jina lile lina nguvu yake. Umesikia? Kwa hiyo kuna kisa chake. Umesikia? Yeah, ningependa uone kwenye kitabu cha Wafalme. Ukasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili. Ukisha kimaliza kaingia unaenda ukasikilize audio, useme hichi kitabu nikapate breakthrough kupitia hichi kitabu. Wakati ukiongoza breakthrough utaipata. Asante. Umesikia? Amen. Amen. Asante. Amen. Mungu akubariki sana. Na sana. Asante. Amen. Okay. Asante. Nashukuru. May God bless you. Mungu awabariki sana. Asante sana. Nadhani wewe ndo alioniita kutuongea, si ndio? Neno la leo linasema niite nami nitakuitikia nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu siyojua. Najua kuna watu wengi mmemuita Mungu leo. Amen. Kaangalie nilichokiandika pale, kuita ni nini? Kwa nini unamuita Mungu? Anaambia muite kwa majina yote, anasema niite nami nitakuitikia nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu siyojua. Kuna wakati unasema umemuita, bado hujaacha dhambi. Unaendaje kumuita Mungu hujaacha dhambi? Naomba acha, kuna vitu vingine unatakiwa kuviacha uweze kumuita. Bwana Yesu asifiwe. Umeshajua Mungu hapendi kitu hichi, lakini unaenda kumuita. Ndio maana bado hajakuitikia. Anza kumuita ukiwa umeacha hicho kitu. Unajua una kiburi, mwambie Mungu, naomba najitenganisha na kiburi. Kama ni damu ya Yesu leo na mwaga damu ya Yesu kuunguza hicho kiburi. Afu nianze kukuita. Kuna njia unazozifanya ambazo sio za Mungu. Yaani kuna mtu unajua kabisa linafanya njia ambazo sio za Mungu. Bwana asifiwe. Yaani naomba hapa macho yangu yameniwasha.
ya mwaga damu ya Yesu. Shika macho yako, sema na mwaga damu ya Yesu. Kila spiti yoyote iliyoko ndani ya macho yangu iweze kuungua. Ni spiti ya paka, ni ya mbwa iweze kuungua. Fanya hivyo. Amen. Kwa dakika 3 itakuwa vizuri. Asante. Kuna spiti watu wanawekewa. Unaweza kuweka spiti ya paka, spiti ya nyoka. Yes. Amen. 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 Kwa hiyo watu mna mambo mengi sana, lakini kuna vitu vingine unatakiwa uvikane wewe mwenyewe. Kana. Ukitaka wokovu ulio hai, anza kuvikana wewe mwenyewe. Najikana na dhambi hii, najikana na uongo, najikana na laana, najikana na kuwafanyia watu vibaya. Tuwe vizuri wakati tunapoenda kwa Mungu. Kuna vitu vingine yani it's needed ni wewe tu kuchange. It's not need pastor. Ukitaka pastor kubadilisha itakuwa ni uongo sana. Kitu cha kwanza ni wewe mwenyewe kusema sitaki hichi kitu. Then utapata breakthrough. Ndio pastor atakwambia pokea na wewe utapokea. Si ndio? Lakini wewe mwenyewe hutaki kukiacha kile kitu. Utakipokeaje? Si ndio? Itakuwa ni ngumu sana. Kuna vitu vingine tusidanganyane. Change, badilika. Sema nimekubali kubadilika. Acha njia zako ambazo sio nzuri, ambazo hazitakupendeza. Nasikia? Pata tu njia za Mungu. Hujui neno, mwambie Roho Mtakatifu, karibu ujae ndani yangu, karibu furike, karibu utawale, karibu unisaidie. Karibu nisaidie kuomba. Nasema kadhalika na hilo tusaidie udhaifu wetu. Kwa maana tujui kuomba jinsi tupasavyo. Kwa hiyo wewe unavyoomba hivyo haujui. Yupo roho yule wa kukuombea. Anasema wale wanaoongozwa na roho ndio wana wa Mungu. Sasa kama wewe unaongozwa na akili zako afu unasema wewe ni mwana wa Mungu, ni kazi ngumu sana. So naomba pia katika siku ya leo sema nimekubali kuongozwa na Roho Mtakatifu kwa Warumi 8:18 ili niwe mwana wa Mungu. Kuna watu wanaongozwa na mizimu ya babu, kuna watu wanaongozwa na marafiki, kuna watu wanaongozwa na wame, kuna watu wanaongozwa na hisia za mapenzi, kuna watu wanaongozwa na hisia za fedha. Kubali kuongozwa na Roho. Usiku anaosema nimekubali leo kuongozwa na mimi. Nena nami. Nena nami. Maombi ya usiku unapolala, haya tuliosema tunaunguza. Ukifika usiku kulala, unaambia Yesu Bwana Daudi naomba unirehemu. Kuna vitu umekosea, mwambie Yesu Bwana Daudi naomba unirehemu, afu useme nena nami Bwana. Lala ukiwa unatumia hilo neno. Nena nami kwa kila siku, nena nami Bwana. Atakuwa anakuonesha kama una kiburi, atakuwa anakuonesha unakiona kuna mlango fulani. Mungu kuna mlango tu. Kuna mtu tuko hapa wote, lakini kuna mlango aliofungua ukaufunga mwenyewe. Either umefungwa na watu, either umefungwa na vitu vya ukoo, lakini hizi spiti za ukoo ndio hizi tunazoziongoza. Kwa hiyo msikia, hizi spiti za ukoo ndio hizi tunazoziongoza. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Amen. Witi, unajisikiaje? Son of God. Okay. Karibu Son of God. Amen. Before sijaondoka mwendo mlango wa kuondoka. Amen. Shalom, karibu. Shalom mwana wa Mungu. Karibu. Shalom mtumishi. Shalom mtumishi na wewe pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa sehemu tuliopo. Amina mtumishi. Nataka tu niseme. Amen, karibu. Nimepata ni ufunuo mkubwa sana kwa sababu Amen. Ulipokuwa unazungumza wakati ule Yesu anatoa mapepo. Akauliza mko wangapi, wakasema sisi ni jeshi. Nimekuja kugundua kwamba na mimi sikuwa nimejua kwamba spiriti huwa zinakuwepo ni nyingi, ni jeshi. Amen. Kwa hiyo kwa kweli niseme Mungu anisamee, niseme tu kwamba labda huenda nimechelewa kuingia kwenye maombi mapema, lakini na mimi nilikuwa maombi yamenigusa kwa sababu ni maeneo mengi sana kwa kweli tunapaswa tuyaombee. Amen. Kianzia kwenye maagano yale ya ukoo, sisi ambao kwa mfano tunatoka Moshi huko. Amen. Yale matambiko ya kuchinja mbuzi, ya kumwaga pombe kwenye ardhi. Kwa kweli namshukuru sana Mungu na Roho Mtakatifu ambaye ameniweka macho muda huu na nikakutana na maombi haya. Amen. Nimetamani sana mtumishi, kama sijui kama ingewezekana
utusaidie, uzidi kutusaidia mwongozo wa namna ya kutumia damu ya Yesu Amen. katika kupambana, kwa sababu kama neno la Mungu linavyosema, Amen. kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali ni ulimwengu wa roho. Amen. Na muovu yule, yeye halali, asinzii, Amen. yuko oni saa 24 akiangalia namna ya kutuangusha. Kwa hiyo na neno la Mungu linasema nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo katika damu ya Yesu kwa kweli kuna nguvu kubwa. Amen. Kwa hiyo mtumishi, Mungu akubariki sana. Asante sana. Na mimi nakuombea, kwa sababu najua shetani naye atakuwa anakushambulia ili usitupe na sisi neema ya kufunguka. Lakini tunamuomba Mungu akuzingire kwa damu yake takatifu. Amen. Ukae chini ya ulinzi wa Mungu. Amen. Tunakuombea sana, yani unafanyika kuwa baraka kubwa sana kwetu, na Mungu akubariki sana. Nimeona kuna kitu, pamoja na kwamba nimechelewa, lakini kuna kitu nimekipata, naamini kabisa, katika ulimwengu wa roho, kikubwa sana. Amen. Na ndo kusudi la Mungu ambalo alilokuwa analitaka. Nakushukuru sana mtumishi, na Mungu akubariki sana. Asante jamani, ninakushukuru sana sana. Mungu akubariki na imani na wewe una kalama hiyo pia ya kila, ndio maana nasema Roho Mtakatifu anajaza kila mtu amtakaye. Yaani kila mtu anajaziwa kalama yake. Sio alivyojazwa mtumishi mama ndo son of David, ndo David, ndo nani. Kila mmoja amejaziwa kitu chake. Ndio maana kila mmoja ana kusudi, umeona, lake la kufanya hapa duniani. Amina. Yeah. Kila mmoja ana kusudi lake. Yaani usije ukasema